Ebana, naam, basi barabara kabisa, tunaanza movie yetu katika siku ya leo. Hii ni episode ya kwanza, The King Eternal Monarch. Tunasikia sauti moja ya mtu mmoja, huyu jina lake anaitwa Lim. Alikuwa anawahadisia askari waliokuwa wameweza kumkamata kitu ambacho alikuwa ameweza kukifanya katika ufalme ambao ufalme huo ulikuwa ni ufalme wa Korea, na hapa alikuwa katika eneo la Jamhuri ya Korea. Yaani inamaanisha kwamba kuna nchi mbili tofauti. Kupitia sehemu inayoitwa Poto ameweza kujikuta katika upande wa Jamhuri ya Korea, na yeye ni mmoja kati ya mtu ambaye ametoka katika ufalme wa Korea. Katika siku ya leo anawaeleza polisi kwamba filimbi hiyo ilikuwa ni filimbi ya maajabu makubwa sana. Filimbi hiyo imeweza kumfanya yeye mwenyewe binafsi kuweza kumuua ndugu yake. Anasema kwamba miaka ya nyuma kabisa niliweza kujikuta katikati ya tamaa, ambayo tamaa hiyo inaweza kunifanya mimi mwenyewe binafsi nijikute nikitaka kuweza kukamilisha swala zima la kuwa mfalme. Basi tunaonyeshwa kwamba Lim alikuwa ameweza kuandaa upanga. Upanga huu ulikuwa ni upanga wa haki. Upanga huu aliweza kuutumia yeye pamoja na kikosi chake. Kikosi hicho kwa nakiita kikosi cha kwenda kutafuta haki. Walipofika katika eneo ambalo mfalme alipokuwa ameweza kuhifadhi ile filimbi ya maajabu, hapo walimkuta mfalme huyu na mfalme wakaweza kumstopisha, kisha wakawa wanahitaji ile filimbi. Hapo mfalme akamwambia ndugu yake Lim, hawa wote ni ndugu, na Lim alikuwa anahitaji kuwa mfalme, lakini ndugu yake ndio alikuwa tayari yeye ni mfalme. Ndugu yake akamwambia Lim, unachokifanya hichi si haki. Hapo akamwambia kwamba utakuja kuadhibiwa na miungu, lakini bado Lim akawa mkali sana. Akamwambia kwamba upanga huu ndio upanga wa haki, utakwenda kusema ukweli katika siku ya leo. Kama utakufa wewe si mfalme halali. Kisha akamchomeka mfalme upanga kwenye tumbo lake. Hapo mfalme akaweza kuhaga dunia. Moyo wake uliweza kustopishwa pale pale. Mkononi mwake ulikuwa kuna funguo. Kisha bwana mkubwa Lim akaichukua ile filimbi, ambayo filimbi hii alikuwa anaamini kwamba itakuwa ni filimbi kubwa sana, filimbi ya maajabu. Kisha nyakati hizo tunaonyeshwa kwamba mtoto wake alikuwa na usingizi wa kutosha, amekanyaga damu nyingi sana kipindi ambacho anakuja. Hapo akamkuta Lim akiwa tayari ameshaweza kumuua baba yake. Kisha kijana wa watu akamkimbilia baba yake katika eneo ambalo alikuwa ameweza kuanguka, akaona damu, alipagawa sana. Hapo kijana wa watu akamwambia, "Je, ni wewe ndio umeweza kumuua?" Lim akamwambia kwamba ndio, ni mimi hapa nimeweza kumuua, tena akiwa na dharau za kutisha. Mtoto huyu jina lake anaitwa Ligon. Ligon aliweza kuinua upanga, ambao upanga huu ulikuwa mzito sana. Mtoto wa watu bila hili wala lile alitamani kuweza kumuua Lim pale pale. Kipindi ambacho anaupiga ule upanga uliweza kukata ile filimbi. Filimbi ile kipande chake kimoja kilidondoka pale chini. Kisha bwana mkubwa Lim aliamua kwenda kumchomeka mtoto huyu kipande kile cha filimbi katika eneo la shingo yake, akiwa anaamini kwamba hii ndio haki ambayo anapaswa kuweza kuipata mtoto huyu. Yaani afia hapa pamoja na baba yake alikuwa anahitaji kuweza kufanya maamuzi mengine tofauti na haya. Hapo kipindi ambacho anataka kuweza kumuua kijana huyu, iliweza kusikika bastola iliyokuwa imeweza kulia kutoka angani. Kisha hapo tunamuona mtu ambaye si wa kawaida, alikuwa anawatembezea vyuma hawa miamba ambao walikuwa wanajaribu kuweza kufanya mapinduzi hapa. Basi katika nyakati hizo askari wengi sana waliweza kufa, lakini kijana huyu aliweza kuchukua kile kipande cha filimbi na kisha akaamua kuweza kukificha. Watu waliweza kushuhudia vitu vya studio katika eneo hili hapa. Huyo mtu alikuwa ni mwanamke, lakini alikuwa amevaa kama vile mwanaume. Alikuwa anatembeza mkono usiokuwa kawaida. Kisha alarm ya kuweza kuwaita askari wa jeshi la mfalme iliweza kulia pale pale. Kisha hapo Lim akaamua kuweza kukimbia. Huyo mtu akamfuata Ligon, na kisha Ligon aliweza kuchukua mkono wake na kuweza kuiba kitambulisho chake ambacho kilikuwa katika mfuko wake. Mtu huyu kipindi ambacho anaondoka aligundua kwamba kijana huyu mdogo alikuwa bado hajafa. Alibonyeza alarm na kisha akawapa direction walinzi waende kumfuata kijana huyu. Mtoto aliweza kuokolewa, lakini siku iliyokuwa imeweza kufuata taarifa mbalimbali ziliweza kutangazwa katika maeneo mbalimbali kwamba mfalme tayari ameshakufa. Hii inamaanisha kwamba mfalme kwa hivi sasa hayupo tena. Basi aliweza kufika pale mtu mmoja ambaye anaitwa Profesa Lee Jong. Profesa huyu alikutana na Lady Court, aliyekuwa mfanyakazi wa mahakama kuu ya kifalme. Mwanamke huyu jina lake halisi anaitwa No Okenam, lakini katika movie hii tutamuita No. Hasa madamu huyu anaweza kumpa siri nzito profesa huyu kwamba nini ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Basi baada ya kuweza kupewa taarifa zote kwa kile ambacho kimeweza kumkuta Lee na kwa hivi sasa hali yake ilivyokuwa inaendelea katika eneo la ufalme, basi wakapanga angalau katika siku zijazo wafanye msako mkali, ambao msako huu utawafanya basi waweze kukamilisha lile ambalo lilikuwa ni agano lao, wampate
ndiye mtu aliyehusika na mauaji haya. Japo walikuwa wameshaanza kumuhisi huyu ni Lim, lakini Lim alifika katika eneo la mianzi, na kisha alipokuwa amefika katika lile eneo akiwa na ile filimbi, hapo hapo aliweza kushuhudia poto, ambayo poto hii iliweza kumfikisha katika eneo lingine, ikampeleka mpaka katika Jamhuri ya Korea, ambako huku watu walikuwa wamechangamka sana. Haikuwa kama kule katika ufalme wa Korea. Huku walikuwa wanashangaa sana, watu kwa hivi sasa walikuwa wanaongozwa na marais na wala sio wafalme. Kibaya zaidi ni kwamba watu walioko katika upande wa Jamhuri ya Korea pia wapo katika ufalme wa Korea, yani wako watu wawili na wote wanaishi. Sasa hapa alikutana tena na mfalme Lee Ho, yule aliyekuwa ameweza kumuua katika upande wa ufalme wa Korea. Lakini katika kipande hichi cha Jamhuri ya Korea, yeye sio mfalme wala sio kiongozi wa aina yote, ni mvuta fegi tu. Lakini hapo hapo akaweza kumshangaa sana baada ya kuweza kumuona kwamba anatembea. Inamaanisha kwamba Lim aliyekuwa katika upande wa Republic of Korea, yani Jamhuri ya Korea, huyu Lim wa kipindi hichi huku, yeye huku hivi atembei. Basi hapo alikuwa anamshangaa sana, lakini kisha akamwambia kwamba kanaonyesha wewe ndugu yako mwingine. Kumbe siri ni kwamba ni ile filimbi aliyokuwa ameweza kushikilia. Ile filimbi ilikuwa imeweza kumhamisha kutoka katika eneo lingine na kuja katika Korea ya upande mwingine. Hapo hapo akamwambia kwamba twende kaonyesha ndugu yako mahali ambako yupo. Sasa alipofika kwa huyu Lim wa Jamhuri ya Korea, alimkuta kwamba ana hali mbaya sana. Kisha alichokifanya ilikuwa ni maajabu kabisa. Akaamua kuweza kumuua ili yeye aweze kuichukua nafasi yake na aweze kuwa Lim anayeishi katika pande zote mbili. Yani awe mmoja tu, awepo katika upande wa Jamhuri ya Korea, lakini pia awepo katika ufalme wa Korea ili tu asiweze kugundulika. Hapo hapo alifika Lee Gun. Lee Gun alikuwa ameweza kuzaliwa katika upande wa Jamhuri ya Korea. Alimshangaa sana kuweza kumuona anko wake akiwa ameweza kusimama, lakini ghafla alianza kushuhudia kwamba anko aliyekuwa amekaa ni anko mwingine. Hapa akagundua kwamba kuna jambo ambalo si sawa. Akachukua tena fimbo, akataka tena kuweza kumpiga hapa Lim. Basi Lim akasema kwamba hata katika upande huu mwingine bado tena wewe ni mkorofi. Hii inamaanisha kwamba alikuwa amegundua kwamba huyu mtoto ni mtoto ambaye ni mkorofi sana. Basi mazishi pamoja na siku ya kuweza kuapishwa kwa King iliweza kufika katika upande wa ufalme wa Korea. Basi Lee Gun aliweza kuapishwa katika siku ya leo. Watu wengi sana waliweza kuhudhuria, watu mbalimbali waliweza kumwapisha na kisha wakahakikisha kwamba kijana huyu yupo katika kipindi kizuri. Ila maadhimisho ya mazishi ya babake mzazi ndio alikuwa anawasikitisha watu wengi. Mtoto alikuwa analia mara kwa mara, alikuwa anapata huzuni sana. Ila kwa upande mwingine tena huku hivi, kumbe Lim alikuwa na mwanamke mmoja bana. Huyu mwanamke anasema kwamba bora hata umeweza kufa, na nilikuwa naanza kwamba siku moja uweze kufa tu, kwa sababu sikujua kwamba utaweza kuwa ni mtu wa namna gani katika maisha yako, kwa sababu ulikuwa huwezi kuongea, ulikuwa huwezi kutembea, ulikuwa ni mtu ajabu tu. Lakini kisha nyakati hizo kipindi ambacho anajaribu kuweza kuongea maneno, alishangaa kwamba kuna mtu aliyekuwa anatembea kule ndani ya nyumba. Huyu ni Lim mwingine. Alipanic. Hatukuonyeshwa nini ambacho Lim alikuwa ameweza kumwambia baada ya pale, lakini tunarudisha tena katika ufalme wa Korea. Ufalme huu ulikuwa basi unamilikiwa kwa hivi sasa na Lee Gun, kijana mdogo kabisa aliyekuwa mtoto wa kwanza wa kwake mfalme Ho. Hasa mfalme huyu alipokuwa ameweza kufa, basi nguo zake masiara tu kulingana na mila zao, unapaswa uweze kuzichoma nguo hizo ambazo baba yako mzazi alikuwa amezivaa mara ya mwisho baada ya kifo chake. Basi Lee Gun alienda kuzichoma zile nguo na kisha akarudishwa katika chumba chake. Huyu mwanamke, yani Lady Court, alikuwa anahakikisha kwamba kijana huyu yupo katika kipindi kizuri. Alipewa amri kwamba amtunze mpaka pale ambako atakuwa kijana mkubwa sana ambaye ataweza kuongoza ufalme huu, na alifanya hivyo. Maisha yalizidi kwenda, siku zilizidi kusonga mbele. Lim alikuwa anarudi mara kwa mara kuja kuwachukua watu, na alikuwa anawapeleka tena katika upande wa Korea nyingine, yani Jamhuri ya Korea. Anawachukua marafiki zake wote walikuwa wanateseka katika upande wa ufalme wa Korea, kwa sababu wote walikuwa wanatumikishwa kwa hivi sasa kwa kile ambacho wameweza kukifanya, yani ni kama vile usaliti. Kwa hiyo alikuwa anapelekwa katika sehemu ambazo alikuwa anafanya kilimo cha chumvi, lakini hapo Lim alikuwa anawafuata na kisha anaondoka nao kuelekea katika upande wa Jamhuri ya Korea, ambako yeye mwenyewe binafsi kwa hivi sasa anaifahamu hiyo poto. Sasa katika siku ya leo tunaonyeshwa kwamba kuna mtu alikuwa amejaribu kuweza kufika katika eneo hili la ufalme wa Korea. Huyu alikuwa si mwingine bali alikuwa ni mwanadada anayeitwa Ko Seo. Huyu ni waziri mkuu aliyekuwa anakutana na mfalme katika siku ya leo. Mfalme yule ambaye kwa hivi sasa ameweza kuwa mkubwa sana, Lee Gong.
Basi baada ya kuweza kuandaliwa vyema kabisa, tunaonyesha kwamba katika shingo yake alikuwa bado ana lile jeraha, na ile jeraha huaga mara nyingi zaidi anapovalishwa na designer atakagi mtu aweze kufika katika ile eneo baada ya kuweza kufunga kile kifungo cha mwisho kabisa. Hapo mlinzi wake ambaye anaitwa Captain Joe anaweza kumstopisha, na mlinzi akaambia kwamba ukirudia tena inakuwa ni mwisho wa kazi yako katika ile eneo. Basi maandalizi yakaendelea kwa ajili ya kwenda kukutana pamoja na huyo Prime Minister, yani waziri mkuu. Sasa huku mwanamama na yani Lady Gotti katika siku ya leo bana alikuwa anaandaa karata zake katika kona mbalimbali, alikuwa anaziweka kwa siri katika chumba cha kwake mfalme. Hizi karata ni karata za maajabu, yani ni karata za kichawi. Anajua vitu vingi sana huyu mwanamke, na katika siku ya leo hapo mfalme anaweza kumshika. Basi mfalme aliweza kumwambia kwamba nini ambacho nakifanya hapo. Basi mwanamke huyu akasema kwamba ni mambo yangu mwenyewe binafsi na afanya. Mfalme akagundua kwamba lengo la mwanamke huyu ni kwamba anahitaji basi aweze kumooa yule Prime Minister katika safari yake ya siku ya leo. Na hapo basi mwanamama huyu na Lady Gotti akaweza kumwambia kwamba mimi nakufanyia haya yote kwa sababu ya upendo tu. Kisha mfalme akasema kwamba sihitaji kuweza kumooa yule mwanamke, sipo tayari. Kisha akamwambia kwamba naomba uweze kuambia watu wako kwamba waweze kuandaa yale yote ambayo basi yanahitajika ili mimi hapa niende kukutana pamoja na huyo Prime Minister. Hapo basi safari iliweza kuanza. Safari ilivyokuwa basi imeweza kufika katika eneo basi ambalo wanapaswa kwenda kukutana na huyo Prime Minister katika siku ya leo. Prime Minister huyu jina lake kama nilivyokuambia hapo awali anaitwa Kosio, na mwanamke huyu alikuwa ni bonge moja la pisi. Alipokutana pamoja na mfalme aliweza kumpa heshima zake, na kisha hapo akamwambia kwamba vipi kuhusiana na wewe, unaendeleaje? Lakini pia akataka kugundua nini ambacho kimeweza kumfanya mfalme aendelee kutumia farasi mpaka kwa hivi sasa, kwa sababu maisha yamezidi kubadilika, lakini bado anazidi kutumia farasi. King Ligong amekuwa akidumisha mila mara kwa mara kwa sababu amekuwa akitumia farasi huyu na amekuwa akimpenda sana. Farasi wake anaitwa Maximus. Basi hapo huyu Prime Minister anasema kwamba naomba siku moja basi uweze kunifundisha kuweza kuendesha farasi. Lakini hapo mfalme anasema kwamba farasi wangu atakung'ata kwa sababu mara nyingi apendagi wanawake. Basi wakapewa nafasi ya wao wenyewe binafsi kuendelea kuongea pale. Walinzi wakawekwa pembeni na wenyewe binafsi wakawa basi wanaongea mambo yao kwa siri sana. Lakini huku picha zao zinazidi kupigwa mara kwa mara. Wanasema kwamba mara nyingi watu wengi uwaga wanapendaga sana kuweza kuziona picha zao na wanatamani sana siku moja wawili hao waweze kuoana. Lakini ndio hivyo, mfalme anasema kwamba hawezi kumooa na alimueleza wazi mwanamke huyu. Hapo basi tunaonyeshwa kwamba mwanamke huyu alimaliza mazungumzo naye. Basi katika siku iliyokuwa imeweza kufuata, mfalme alipata wakati mzuri sana na mazungumzo mazuri pamoja na watoto katika jumba la kifalme. Aliwasimulia hadithi mbalimbali, lakini watoto wao wanasema kwamba hadithi ya siku ya leo ilikuwa hadithi mbaya sana. Hapo akanyosha mtoto mmoja kidole akasema kwamba hivi mfalme, una mpenzi? Kisha mfalme aliwaza lile swali na kisha akaambia kwamba najua kwamba mtu aliyokuwa ameweza kukuambia uniulize lile swali yuko hapa, na hakuwa mtu mwingine baada alikuwa ni Lady Gotti, na alikuwa anatamani sana mfalme aweze kuoa. Lakini akaambia kwamba nitakujibu swali lako kulingana na mimi hapa ulipokuwa umeweza kuniuliza. Akamwambia kwamba kwa sasa sina mpenzi. Watoto wakawa wanatabasamu sana. Kisha tunaonyeshwa kwamba kulikuwa kuna mashindano mengine tena, ambapo mashindano haya mfalme alikuwa pia ameweza kujumuisha katika kikosi fulani. Timu za watu mbalimbali ambao mara nyingi zaidi wanashiriki katika michezo hii. Michezo hii ni michezo ya ushindi wa majini. Basi mfalme pamoja na kikosi chake waliweza kushinda katika michezo hii, lakini kibaya zaidi ni kwamba kulikuwa kuna mtu mmoja ambaye mtu huyu alifika katika lile eneo baada ya ule ushindi na kisha akaweza kufetua risasi. Kipindi ambacho ameweza kufetua risasi, mfalme aliweza kumuona mtu mmoja ambaye mtu huyu alikuwa ameweza kujifunika uso wake. Akahisi kabisa inawezekana kwamba ndio huyu mtu ambaye mara nyingi zaidi amekuwa akimtafuta. Basi mfalme aliweza kumkimbiza huyo mwanamke. Alimkimbiza kinoma noma mpaka watoto wakawa wanamshangaa huko barabarani. Lakini bado mfalme alitoka naye berenge. Alipofika katika eneo fulani, huyo mwanamke aliweza kumchenga mfalme na kisha mfalme hakuweza kumpata. Alihisi kabisa kwamba huyo mwanamke itakuwa yuko ndani ya ile eneo, lakini hakuwa na nafasi ya kuweza kuingia pale. Basi mlinzi wake aliweza kumfuata na kisha akaenda kuongea naye katika nyakati za usiku. Akamwambia kwamba naomba basi ufanye jambo moja tu, naomba kuanzia hivi sasa uwe unavaa bulletproof, kwa sababu kile ambacho kimeweza kutokea katika lile eneo la mashindano ilikuwa ni kitendo kibaya sana, kwamba inawezekana kwamba kuna watu ambao wanakutafuta waweze kukuua. Mfalme anasema kwamba sio jambo hilo na wala sio rahisi, lakini kile ambacho mimi nakifanya ni kwamba nilikuwa namtafuta mtu ambaye kwa miaka 25 alikuwa ameweza kupita, alikuwa ameweza kuniokoa, na kwa hivi sasa yule mtu bado namtafuta. Jina lake alikuwa ameweza kulihifadhi ndani ya diary. Alifungua kitabu chake na kisha akatoa kile kitambulisho ambacho tunaonyeshwa pale mara ya kwanza kabisa aliweza kukiiba kwake mwanamke yule alikuja basi kwa ajili ya kuweza kumwokoa. Na mwanamke yule kutoka katika upande mwingine kabisa wa dunia, yani katika upande wa Jamhuri ya Korea, ambaye jina lake anaitwa Lieutenant
Jeong, ambaye mfalme kwa hivi sasa anatamani sana kuweza kumuona angalau amshukuru kile ambacho alikuwa ameweza kukifanya. Tunaonyeshwa kwamba mfalme mpaka kwa hivi sasa alikuwa mara nyingi zaidi anatumia muda wake kwenda kuzunguka na yule farasi wake. Siku ya leo, kipindi ambacho amemfuata farasi wake, alianza kushuhudia kuweza kumuona mwanamke mmoja alikuwa anakimbia kwa kasi sana. Hapo hapo akadondosha mpaka kile kikopo chake na kisha akampigia mruzi farasi wake, basi akaanza kumkimbiza huyo mwanamke. Katika upande mwingine wa Jamhuri ya Korea, tunaonyeshwa Lim alikuwa anaishi maisha mengine kabisa, amekuwa mkemia mkuu, yeye ni kuchanganya tu kemikali. Lakini huku tunaonyeshwa kwamba bwana mkubwa, yaani inamaanisha kwamba King Lingong, yani katika siku ile alifika katika lile eneo ambalo kuna mianzi mingi sana. Hapo hapo akashangaa kuweza kumuona Maximus amesimama pale pale, na Maximus hataki tena kuweza kutembea. Kisha akaweza kushangaa hali ya yeye inaanza kubadilika pale pale. Hapo hapo akaikumbuka ile filimbi iliyokuwa nayo katika mkono wake, kisha akaweza kuiona poto ilivyokuwa inafunguka yenyewe. Basi bwana mkubwa anaweza kuingia ndani ya poto ile. Huku ndani ya ile eneo la Jamhuri ya Korea tunaonyeshwa bado bwana mkubwa Lim alikuwa anachanganya vitu vingi sana, lakini leo bakuli yake imeweza kudondoka. Hii ni ishara kwamba kuna kitu ambacho si cha kawaida, ufalme wake umekuja kuharibiwa. Huku katika ile eneo magari yalikuwa ni mengi sana, ila cha ajabu ni kwamba aliweza kuona kwamba watu wengi walikuwa wanamshangaa yeye baada ya kuweza kupita na farasi wake. Yule farasi alikuwa ni farasi wa kipindi cha nyuma sana. Mwanamke mmoja aliweza kumfuata, na huyu alikuwa ni askari wa ile eneo. Akamwambia kwamba upaswe kuweza kupita na farasi katika ile eneo, farasi wako anapaswa kutumika huko mashambani. Hajui kwamba huyu hapa ni mfalme katika upande mwingine wa Korea. Lakini hapo hapo alivyokuwa ameweza kumsimamisha na kuweza kumuuliza maswali mengi sana, akamwambia shuka kwenye farasi wako. Kisha bwana mkubwa akaweza kumfananisha na yule mtu aliyekuwa ameweza kuja kumuokoa kwa kipindi cha nyuma. Hapo hapo akamfuata, na kisha kipindi ambacho bwana mkubwa alivyokuwa basi anamsogelea, aliweza kuona kitambulisho cha mwanamke huyu. Kisha alivyokitazama kile kitambulisho, akagundua kwamba huyu ni Lieutenant Jeong. Hapo hapo akamwambia kwamba mwisho wa siku nimeweza kukupata. Mwanamke yule alishangaa tu kwamba bwana mkubwa ameweza kumkumbatia, yani mfalme amemkumbatia bila yeye mwenyewe kugundua kwamba huyu ni mtu wa namna gani. Je, mfalme ataweza kujibiwa swali lake kwamba ni nani aliweza kumtuma Lieutenant Jeong mpaka katika ufalme wa Korea, wakati yeye anatokea katika eneo lingine kabisa, Jamhuri ya Korea, na ilikuwa kwaje mpaka akaweza kufika katika lile eneo? Lakini kumbuka watu wao wako wawili. Ebana, naam, basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na ziada kwa muda huu. Dondosha comment yako hapo chini uniambie umeonaje kazi hii. Ebana, usahau kusubscribe, kulike na comment. Bye bye for now.